Kwenye kitabu cha Efeso sura ya 6 fungu la 12, ambapo baadhi yenu mmeshapata kile kitabu cha silaha 7 za kiroho. Wainjilisti wa vitabu wanakiuza kile kitabu, nilikiandika na baadaye na mpango wa kukiupdate na kuongeza material. Nimeeleza sura ya 6, nikaeleza zile silaha 7 moja baada ya nyingine. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hapa kuna maneno mazito Paulo anayaelezea. Usije ukapambana na mtu pale ofisini kwako, usije ukapambana na mtu pale nyumbani kwako. Vita yetu ni ya kiroho, na vita ya kiroho inaleta matokeo katika ulimwengu wa kimwili. Unaweza kusema, mchungaji, bado sijakuelewa. Roho wa Mungu alikuwa juu ya vilindi vya maji kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1, na kitendo cha Roho wa Mungu kuwa katika juu ya vilindi vya maji, ukiangalia neno ambalo limetumika pale ni sawa na neno ambalo kuku analalia mayai ili yaweze kutoa vifaranga. Kwa Roho wa Mungu anapokuwa pale katika vilindi vya maji, baadaye Mungu anakuja kusema na iwe na iwe na iwe. Hatuelezewi ni prosesi gani ilitumika, ilipitiwa mpaka vitu vikawa. Tunaambia tu Mungu akasema ikawa, Mungu akasema ikawa. Ni sawa na mtu ambaye anaona vifaranga lakini hajui prosesi iliyopitia mpaka vifaranga vikatoka. Kwa hiyo unakuta kwamba Roho wa Mungu anashiriki katika uumbaji, katika namna ambayo roho ni kitu sio tangible, hakionekani, lakini kikaleta matokeo yanayoonekana. Bado nataka uelewe zaidi ya hapo. Mariamu anaambiwaje na malaika Gabrieli? Anaambiwa Roho wa Mungu atakuwa juu yako. Anapokuwa juu yako ni neno lile ambalo limetumika kwenye Mwanzo sura ile ya 1. Anakuwa juu yako, alafu utapata mimba. Hii ni prosesi ambayo kibinadamu haiwezekani. Haiwezekani kitu cha kiroho kitoe kitu cha kimwili kinachoonekana, lakini kwa Mungu inawezekana. Na akasema linawezekanaje neno hili? Akaambiwa linawezekana, ambayo hayawezekani kwa binadamu, kwa Mungu anawezekana. Ndicho ambacho nahitaji leo uweze kukijua. Roho wa Mungu anapokuwa juu yako, magonjwa ambayo ulidhani kwamba hayawezekani yanawezekana kuponywa. Changamoto ambayo unaiona kwamba ilikuwa ni ngumu kwa mawazo ya kibinadamu, lakini kwa uwezo wa Roho wa Mungu inawezekana. Mimi sijui unapitia kitu gani leo unapofuatilia somo hili, lakini Biblia iko wazi, nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Ushindi ni hakika kwa damu na kwa neno la ushuhuda. Andiko hili la kitabu cha Efeso sura ya 6 fungu la 12 linatuambia kwamba hatupambani kimwili. Kwa usije ukaja na silaha zako za nguvu, usije ukaja. Siwezi kuingilia mfumo wa maombi wa madhehebu ya watu, maana katika habari ya madhehebu kila watu wana madhaifu yao. Hakuna dhehebu ambalo liko perfect.